Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni bwana tumevishuhudia ni pamoja na hili tukio la Kajala na Harmonize. Kadri ya siku zinavyozidi kwenda bwana tunazidi kuona ishara zinazidi kuibuka kwamba Kajala na Harmonize bwana wanazidi kuwa karibu na ni jambo zuri kiukweli, love is the beautiful thing na ni jambo ambalo tunafahamu kabisa kwamba hatupaswi kulipinga. Kama watu wanapendana bwana, mashallah, sio kitu kibaya. Cha msingi bwana ni kwamba hawa wanatakiwa wafunge ndoa, linakuwa jambo la baraka zaidi. Umeona bwana So baada ya kuzungumza hayo, kitu ambacho tumenotice bwana ni kwamba hivi karibuni tuliona kwamba Harmonize ameachia ngoma mpya kabisa, moja kati ya ngoma ambazo imepokelewa vizuri sana. Maana sasa hivi bwana ukipita katika page mbalimbali za mitandao ya kijamii, iwe Facebook, iwe Instagram, iwe TikTok, lazima utakutana na hii nyimbo. Bwana, hii nyimbo kilichokuja kufanya make headline zaidi ni issue ya Harmonize kutumia poster ya wimbo huo ambao ni vinyago ambao vinaonekana ni vinyago, kimoja cha Harmonize kingine cha Kajala, kikiwa kimepambwa na maua au bwana na yeye mwenyewe pia Harmonize bwana ameposti katika kurasa wake wa Instagram kama kutizi kwamba anataka kurelease ngoma hiyo. Bwana, hii ngoma baada ya Harmonize kuposti akaandika pale chini caption ambayo inasomeka best couple. Sasa hii ni definition ambayo inaonyesha wazi kabisa kwamba Harmonize na Kajala bwana wako pamoja. Umeona kwa sababu kama wasingekuwa pamoja, Harmonize obviously kama kuposti angeposti tu, lakini asingeandika best couple. Kitendo cha Harmonize kuandika best couple ni kama vile amegonga muhuri, amestamp kwamba yeye na Kajala wako pamoja. Umeona bwana. Lakini pia ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho tumenotice bwana ni kwamba hii posti tumemwona pia Kajala amesupport posti ya Harmonize ya wimbo huu ambao unatakiwa kuachiwa hivi karibuni, ambapo na yeye pia Kajala kupitia kurasa wake wa Instagram ameposti the same thing kwamba na yeye pia ameposti hiki alichokiposti Harmonize kuhusiana na promotion ya huu wimbo. Kama wanashirikiana kwenye kazi, obviously inamaanisha kwamba hawa bwana wako pamoja. Na watu wengi sana hapa kiukweli wamekuja kuweka maoni yao kama vile kusupport hii relationship kati ya hawa wawili. Lakini pia vile vile hizi zilishaanza kuwa teased na Stan Bakora, moja kati ya watu wa karibu kabisa na hawa wote wawili. Yaani Stan Bakora ni rafiki wa Kajala, at the same time pia ni rafiki wa Harmonize. Sasa basi siku kama 4 kabla hata Harmonize hajaposti kuhusiana na huu wimbo na kumtagi Kajala na Kajala pia kuposti kupromote hii ngoma, ni kwamba tuliona Stan Bakora aliweka picha ya Kajala katika kurasa wake wa Instagram. Alafu alivyoiweka hii picha bwana, kuna ujumbe ambao alikuwa ameuweka ambapo ulifanya watu wengi sana wachanganyikiwe, wasielewe kwamba hapa Stan Bakora alivyoposti hivi alikuwa anamaanisha nini. And then, at the end of the day tukaja tukaona kumbe alichokuwa anamaanisha ni kitu gani. Stan aliposti picha ya Kajala alafu akaandika hapa chini kwamba wallahi umenitoa machozi usiku huu Kajala, I can't believe wanawake kama wewe ni wachache sana, yani ni wachache mno, jua na kupenda kinoma mwanangu, umeniheshimisha. Umeona bwana, huo ni ujumbe wa Stan Bakora kwenda kwa Kajala baada ya kumposti. Sasa katika comment section watu wengi sana wakawa wanajiuliza kwamba bwana Stan Bakora bwana hapa anachomaanisha ni nini? Kwa nini amemposti Kajala alafu ameandika huo ujumbe? Wakati tunakumbuka kwamba Stan Bakora na Kajala bwana kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana kati yao. Umeona bwana yani Stan na Kajala walikuwa na ugomvi mkubwa sana kiasi kwamba Kajala alishawahi mpaka kumtukana. Yani Stan Bakora alishawahi kutukanwa na Kajala wazi wazi. Umeona na yeye Stan Bakora wala kumind, ndo kwanza akatoa wimbo kuhusiana na tusi ambalo ametukanwa na Kajala. Umeona kwa hiyo tukajua kwamba labda Stan na Kajala urafiki utakuwa umeisha, lakini hiki alichokuja kukiposti Stan kikaja kikatu surprise. So tukafuatilia kwa karibu tuweze kufahamu ni nini hasa kilichotokea. Ndio hapo tukaja tukagundua kumbe Kajala bwana, Stan Bakora amegundua kwamba Kajala amemfollow Harmonize. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba hawa walikuwa wamelambana block muda mrefu sana, lakini kitendo ambacho kimetokea baada ya Kajala kumfollow Harmonize bwana ndicho kitu ambacho kimemfanya Stan Bakora mpaka amwage machozi. So Stan akaja akaposti huo ushahidi, akapiga screenshot kwamba katika watu ambao Kajala amewafollow mmoja wapo ni Harmonize Konde Boy. Kwa hiyo hapa Stan Bakora akaposti akaandika kwamba bwana hili penzi lipo kwenye mpango wa Mungu. So hakuna kenge yoyote wa kuliachanisha. Asante sana Mungu wangu, ama kweli hakuna aliyetegemea
Mungu akawa na mwisho, hakuna aliyemtegemea Mungu akawa na mwisho mbaya. Kajala nakupenda sana sababu ni muelewa kinoma mwanangu. Na pia vile vile husikilizi watu wanasema nini, bali unasikiliza moyo wako unataka nini. Umeona bwana? Kwa hiyo hapo Stan anamaanisha kwamba Kajala bwana amefanya kitu ambacho kulingana na matakwa ya moyo wake. Baada ya hapo ni kwamba of course Stan Bakora akaja akaposti hii video akiwa yuko na Kajala wamekumbatiana, kwa tukajua kwamba ugomvi kati yao umekwisha. Sasa kikubwa zaidi ni kwamba kuna hii video nyingine ambayo imesambaa huku mitandaoni ikiwa inamuonyesha Kajala akiwa anaimba karaoke, na katika huku kuimba tumeona akiwa anaimba wimbo wa Wewe kwangu ndiye mfalme, wimbo wa Maunda Zoro marehemu, na ni moja kati ya nyimbo nzuri sana, dedications za mapenzi. Kwa hiyo hii ndo ngoma ambayo alikuwa anaimba Kajala, ambapo wadau wakajua kabisa kwamba bwana hapa Kajala anaimba huku sura ya Harmonize ikiwa kichwani kwake. Sikiliza hapa alivyoimba Kajala. So hicho ndicho alichokifanya bibie Kajala, ameimba wimbo huo wa Maunda Zoro, watu wakadedicate moja kwa moja bwana kwenda kwa Konde Boy. Lakini ukiachana hayo yote, katika picha mpya ya Kajala ni kwamba Harmonize bwana wala hajivungi, haoni shida. Kajala bwana ameposti picha mpya very cute akiwa ameweka emoji pale ya makopa kopa, alafu hapa Harmonize bwana akaja kucomment, kwa sababu tunakumbuka last time Harmonize alikuwa kila Kajala anapoposti Harmonize lazima akalike. Yaani lazima katika watu walio like utakuta pale pia Harmonize ni miongoni mwa watu ambao wamelike picha ya Kajala. Sasa this time around ni kwamba Kajala bwana ameposti picha mpya, Harmonize amekuja amecomment, ameandika te quiero tocar mi amor. Yani mi amor ni neno ambalo tunalifahamu kwamba mi amor maana yake ni mpenzi wangu au vipi bwana. Kwa hiyo hii te quiero tocar hii hatujui hapa mwana alikuwa anamaanisha nini, lakini at the end of the day tunajua tu kwamba hii mi amor maana yake ni mpenzi wangu. So ukiwa kama mdau bwana, hebu tuambie kuhusiana na haya mahusiano ya Kajala na Harmonize. Unahisi kwamba hawa bwana wamerudiana officially au Harmonize ameamua tu kutizi hivi makusudi ili mradi tu kuhakikisha kwamba ngoma yake inakwenda mjini au vipi bwana? Hebu tuwekee maoni yako hapo, tutakuwa tunasoma kila comment. Tuambie kwamba unahisi kwamba kweli Kajala na Harmonize wamerudiana kwa hivi vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi mtandaoni, au ni promotion strategy ambayo Harmonize ameamua kuitumia ili mradi tu kuhakikisha kwamba mambo yake yanaenda kimziki, yani business wise. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.